Kwa taarifa zaidi ungana nasi Hanen Digital TV. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Mimi kwa jina naitwa Godfrey John Kigoda. Ni mzaliwa mkoa wa Tanga, wilaya ya Korogwe, sehemu za kijiji cha Chekelei, kata ya Chekelei. Changamoto niliyokuwa nayo kama mnavyoona ni ulemavu ulionikabili mpaka naitwa mlemavu, na hatimaye mpaka kufika hatua hii ya serikali yetu ya Samia Suluhu Hassan kutuja mwaka 78-79. Nimepigana vita vya Idi Amin mpaka mwaka 80 mwanzoni ndio nikarudi kutoka Uganda. Brigade yangu ilikuwa brigade ya 206, brigade ya Mayunga, kikosi cha pili 2KJ. Na mpaka muda huu nimerudi salama. Hicho sikuwa na chochote, lakini nilikuwa silaha nilikuwa natumia silaha ya kupiga vifaru vizito, RPG. Ndio nilikuwa natumia wakati wa vita. Na bahati nzuri mwezi wa 8 mwaka huu tumekwenda Korogwe kuhakikiwa tuliokwenda vitani. Niankiwa mmoja wapo. Na nimerudi vitani na nishani zangu 2 za vita mpaka muda huu ninazozungumza. Lakini ulemavu nimeupata nikiwa mliu. Mimi historia ya maisha yangu, mimi nimepata hii ajali mwaka 2018 eneo la Korogwe, sehemu moja inaitwa kwa Kombo. Lakini mpaka muda huu misaada niliyoipata ni baadhi ya madaktari wa Bombo pamoja na ndugu zangu. Wafadhili mmoja ndio wanaonisaidia. Fadhili mmoja anaitwa Azan kutoka Tanga, dada yangu Rehema Bwasi kutoka Mbulu, na wengine, na pamoja na msikiti wa Jai group wamenisaidia sana kwa kujitetea nchi hii na serikali hii. Mpaka muda huu naiomba serikali uwezo aliokuwa nao serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan inionee huruma kwa jicho la tatu, iweze kunipa msaada unaostahili. Msaada unaostahili kwanza chakula, malazi pamoja na maeneo ya kuishi, manake sehemu ninayoishi hapo Chekelei inaingia maji mara kwa mara kila mwaka, mafuriko. Hali kama niliyokuwa nayo, naomba wale wanaotaka kuleta fujo katika nchi hii tarehe 9 au siku nyingine yoyote waache. Sisi walemavu tutakimbiaje hali kama hii jamani? Tunataka mtumalize, na serikali yetu inatujali. Yote hiyo tunaomba wadau ambao wana uwezo kwa jicho la kati au la pili au la tatu watuonee huruma, waweze kutusaidia. Kwanza tunamshukuru ndugu yetu kaoneka kuwepo kutoa msaada katika mashule. Tunaomba hata walemavu vifaa hivyo kama uwezekano upo aliofanya kwenye mashule, na wafanye kwa walemavu vifaa hivyo tuvipate. Mwenyezi Mungu naomba utusaidie. Na wale wanaowapicha walemavu majumbani, watoto, wazee, vijana, waweze kuwatokeza ili waweze kuja tuwaone, serikali waone, waweze kuwapa misaada, wasiwafiche. Vijana waache kabisa mawazo yao ya kutaka kuvuruga amani nchini, waache. Na wasihi sana, vita sio lele mama, vita ni vibaya. Nimeshuhudia kwa macho yangu Uganda, nimeshuhudia kwa macho yangu huko DRC, ni mbaya vita. Nashukuru sana kwa serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufanya mambo ambayo ni makubwa. Mpaka sasa hivi unapokuta tunakusanyika hivi ni kwa sababu ya mipango endelevu ambayo inatakiwa itusaidie sisi baadaye na hata na wengine watakaozaliwa. Nashukuru sana ndugu zangu, tuzidi kujihimiza sisi ambaye tuna changamoto tuweze kuhudhuria matibabu, kwa sababu matibabu ndio njia pekee ambayo inaweza ikatusababisha tukawa na hali nzuri. Mimi sikuwa na hali hii, kwa maana hiyo ni kwamba kwa ajili ya kuhudhuria kliniki ya mazoezi pale mpaka sasa hivi kweli siko vizuri, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu. Kama hapa ndani ninaweza kuweka fimbo na nikatembea, nikushukuru sana. Kwa hiyo ndugu zangu, tushukuru sana na tuiunge mkono serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwani yote haya yanafanyika kwa ajili ya uongozi ulioko madhubuti. Kama sio hivyo tusingefanikiwa kwa chochote. Nashukuru sana, na ninawaombea na ndugu zangu wote waweze kupata nafuu. Chakua mbele yenu siku ya leo ya kuadhimisha siku ya watu wenye ulemavu duniani.
duniani ambayo kitaifa inafanyika Morogoro, lakini kiwilaya naweza kusema inafanyika hapa Mombo kwa maana ya tarafa ya Mombo. Namshukuru Mungu sana pia kwa ajili yenu kuweza kuwapa neema na kibali cha kufika mahali hapa. Washiriki tulioshiriki kwenye hafla hii, napenda kuwafahamisha kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kuchukua hatua mbalimbali ikiwemo kuboresha sera, kuongeza bajeti kwenye elimu jumuishi, kuweka miundombinu rafiki na kuhamasisha jamii kutambua uwezo mkubwa uliopo kwa watu wenye ulemavu. Hata hivyo, bado tunayo kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba mtoto, kijana au mtu mzima mwenye ulemavu anapata fursa sawa ya kuishi maisha yenye heshima na kujitegemea. Napenda kuchukua nafasi hii kuwasihi wazazi mlioko hapa, jamii na viongozi wote wa serikali na hata wadau mbalimbali tusiwafiche watoto wenye ulemavu, tusiwabague wala kuwakatisha tamaa watu wenye ulemavu. Badala yake tuwape nafasi, upendo, ulinzi, elimu na mazingira rafiki ya kutimiza ndoto yao. Tusiwe sehemu ya kuwakatisha tamaa watu wenye ulemavu, tuwe sehemu ya kuhamasisha ili na wenyewe wajione kwamba wana haki, lakini wanaweza wakafanya. Tumeshuhudia kwenye maeneo tunaoishi kuna watu wana ulemavu wana mafanikio makubwa, wana maendeleo makubwa kuliko wale ambao sisi tunaona hawana ulemavu. Kwa hiyo tusiwakatishe tamaa. Jamani, niseme tumefurahi sana. Ni mwanzo, tunatamani kufanya siku nyingine kwa ukubwa zaidi, lakini tuendelee kuombeana. Tunaamini kwamba kwa vile tumeanza na hata siku nyingine tutaweza kufanya hili tukio na tutaendelea kukaa pamoja na kujadiliana pamoja na kuona ni jinsi gani ambavyo tunaweza kujenga pamoja. Lakini pia tuendelee kushukuru serikali ambayo ilikuwa ikiendelea kuboresha mazingira ya watu wenye uhitaji maalum. Tunaendelea kuweka mazingira hata kwa kituo chetu cha afya, tunaendelea kuweka mazingira sahihi kwa ajili ya watu wenye mahitaji maalum. Niwakaribishe sana tunapokuwa na changamoto, mje tujadiliane pamoja ili kujenga pamoja na mwisho wa siku tuweze kufikia malengo yetu kwa pamoja. Niwashukuru sana wazee, niwashukuru sana watoto, niwashukuru sana mama zetu, lakini pia niwashukuru na bibi zetu na wale wote ambao wameweza kuhudhuria hafla hii, na hatimaye niseme kwamba tumeweza kufanya pamoja. Niwashukuru sana, lakini kipekee niseme nimshukuru Aziadi Kaoneka ambaye amekuwa ni sehemu ya shughuli hii. Hapa tunapoona tumekula tumekunywa ni kwa sababu kuna watu wameweza kufadhili haya mambo. Kuna watu ambao tunafanya nao ambao ni Better World Canada, ambao mwakilishi wao ni Aziadi Kaoneka ambaye ndiye anafanya organization mpaka kuweza kupata chakula, maji na mambo mengine tunayoona tunayafanya hapa, ni kwa sababu yeye alikuwa sehemu ya kuweza